Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam zimwendee Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabarak wa taala. Tunaendelea na kipindi chetu cha Qanadil, mwangaza, nuru. Leo insha Allah kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaangazia kuhusiana na maqamu tauhidi katika surati al-Fatiha wa talabul aun. Nafasi ya tauhidi katika surati al-Fatiha, alhamdu wa talabul aun, na kutafuta msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kipengele cha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndugu zangu katika imani, nafasi ya tauhidi ndani ya surati al-Fatiha. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe tu Allah peke yako ndiye tunayekuabudu, na wewe Allah peke yako tu ndiye tunayekuomba msaada. Nafasi ya tauhidi, wewe unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya viumbe hawamuombi Allah, wanaenda kuyaomba makaburi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mababu, huenda hukuwaona wewe mtoto, upo na matatizo, unakwenda kwenye kaburi la baba, kwenye kaburi la mama, kwenye kaburi la bibi, kwenye kaburi la babu, kwamba wazee, nimeoa mwanamke, huu ni mwaka wa 7, bado hajapata hata kichezo cha mimba, naomba mnisaidie wazee. Subhanallah. Unaomba maiti, huenda ni mifupa ndio wakusaidie mke wako wapate ujauzito. Hii ni akili ya kawaida. Badala ya kuelekea kwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, unaomba makaburi. Subhanallah. Ndugu zangu katika imani, wale wenye tabia kama hiyo ya kwenda kuomba kwenye makaburi, watu waache hiyo tabia. Shirki ya wazi. Subhanallah. Allahu akbar. Muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Acha kumshirikisha Allah na kiumbe. Ndugu zangu katika imani, baadhi ya miji mbalimbali watu wanafanya shirki za ajabu. Na miaka ya nyuma katika nchi ya Saudi Arabia kuna sehemu inaitwa Jubaila. Palikuwa kuna mitende mingi, mitende ya kiume. Kuna mtende wa kike na mtende wa kiume. Kwa hiyo mtende wa kike ndio ule mtende ambao unatoa tende, na mtende wa kiume wao hautoi tende. Kuna ile mambo ambayo wanaita talqih, ni kwamba wale wataalamu wa mifugo wataalamu wa mimea anakwenda kwenye mti wa mtende wa kiume, kuna kitu fulani kinakatwa pale, kisha kinakwenda kupandikizwa katika mtende wa kike, tende zinakuwa kwa wingi. Wataalamu wa mambo ya mimea wanafahamu mambo kama hayo. Sasa ile mitende ya kiume ilikuwa inafikia mwanamke anakwenda kwenye ule mtende, anaukumbatia, kisha anasema ya fahla alfuhul uridu zawji qabla alhaul. Ewe mtende wa kiume, nataka mume kabla mwaka haujapita. Mitende inaombwa, lakini baada ya kuingia tauhidi miti yote ikakatwa, watu wakawa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Imebaki ni baadhi ya maeneo katika miji yetu. Ni mtihani ndugu zangu katika imani. Mtu anaenda kwenye kaburi la babu yake, watoto wanaumwa, unaenda kumwambia babu,
tunawaomba wajukuu zenu wanaumwa, ebu wapeni shifaa, wajalieni wapone. Subhanallah, hayo ni mambo ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwenye kaburi. Kwa katika surati al-Fatiha unaona nafasi ya tauhidi katika kipengele cha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ebu msaada, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nakuomba msaada. Sio makaburi ndugu zangu katika iman. Kama alivyokuwa Makuraishi, anaenda kwenye mti, ule mti anakata tawi lake, anachukua lile tawi, anachonga, panapatikana kasanamu. Kale kasanamu yule mtu anakapaka rangi, baada ya kukapaka rangi anakaweka juu ya meza, ndio anaanza kukaabudu. Subhanallah, angalia akili ya mwanadamu. Sanamu, mti umeupanda mwenyewe, mti umeota, umechukua shoka, umekata ule mti, umechukua panga, unatengeneza mwenyewe, kisha unaabudu kale kasanamu kwamba ndiye Mungu. Ndio akili hiyo? Subhanallah. Wapo wanaoabudia jua, wapo wanaoabudia mwezi, wapo wale wanayaabudu majini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani ya kwamba la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Acheni kuabudia jua wala mwezi na mfano wa vitu kama hivyo, aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake aliyeumba vitu kama hivyo. Ndugu zangu katika imani, majini ni viumbe, wameumbwa na Allah kama tulivyoumbwa sisi binadamu. Wale ambao wana tabia kuyaabudu majini, mtu anaswali, na jini wangu kwa kweli ni mkali, nikiacha kuswali atanipiga. Kwa hiyo wewe unafanya ibada kwa ajili ya kuokopa kipigo cha jini, sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ipo wapi katika ibada? Ikiwa unafanya ibada ni kwa sababu ya kuokopa kipigo cha jini, jini wako atakupiga, jini wako atakusumbua, jini wako atakuweka ukiwa ndani ni mgonjwa hutoki, sio kwa ajili ya Allah. Fanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unafahamu ya kwamba Allah ameeleza ndani ya Qur'ani ya kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Lengo, shabaha kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba binadamu pamoja na majini ni ibada ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo katika surati al-Fatiha wallahi imejaa tauhidi katika kipengele cha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unaona uhalisia wa tauhidi katika iyyaka na'budu. Allah, wewe peke yako tu ndio tunayekuabudu. Lakini wewe unakwenda msikitini, umefunga swala, Allahu akbar, umefika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ukirejea nyumbani, una chumba chako cha siri, chumba ambacho akiingii mtu, hata mke wako haingii, chumba ambacho akiwashwi taa ndani yake. Una kibuyu chako, kile kibuyu unamimina ndoo nzima ya maji inaingia kwenye kibuyu cha kiasi kama hii. Msikitini unamwabudu Allah, ukija nyumbani kuna vitu vingine unaviabudu. Subhanallah, hayo mambo hayafai. Una mikoba umerithi kutoka kwa wazazi wako, kutoka kwa kina bibi, kwa kina babu. Ebu chimba shimo, uweka hiyo mikoba, tafuta mafuta ya taa, ebu mwaga, piga kibiriti, choma vitu kama hivyo. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, toa shahada. Wewe ni mshirikina. Kwenye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haujaitendea haki yake surati al-Fatiha katika mlango wa tauhidi. Ndugu zangu katika imani, una chembe za ushirikina, huwezi ukafaulu na utakufa vibaya. Allah ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, yeyote ambaye ana chembe za ushirikina, ana vitu vya ajabu anavyo, ima amekwenda kununua, ima amerithi, tupa. Havina faida yoyote katika maisha ya dunia, utapata hasara.
utapata hasara duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, kitaka kumuomba tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tusiwa yaombi majini. Mtu anakuambia jini wangu ni mzuri, jini wangu ni mzuri, msimtoe. Wale watu wa ruqya, msimtoe jini wangu ni mzuri, huwa ananiotesha. Kwa kitu kibaki kitaka kutokea, jini wangu anaanza kuniotesha. Ya subhanallah, hizi ni katika njia wanazozitumia mashaitani katika kumpoteza binadamu. Kwa hiyo Allah, tuchukue tahadhari ndugu zangu katika imani, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika mlango wa iyyaka na'budu, na tukitaka msaada tutafute msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango wa iyyaka nasta'in. Mke ana matatizo, mimba zinatoka, tusendi kwenye makaburi kuyaomba na kuwaambia wakina babu na wakina bibi kwenda kufanya matambiko huko. Hebu tufuate njia za kisheria, onana na madaktari, hebu sikiliza ushauri, pima, msomee ruqya. Kinyume na hapo ndugu zangu katika imani, tutapata hasara. Masala ya mimba na mfano wake ni masala ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hayahusiani na kwenye makaburi ya wakina bibi na wakina babu. Wale wanahitaji msaada kutoka kwetu sisi tuliokuwa hai, sio wao wameshakufa. Sisi yatakiwa ndio tuwaombee dua, tuwatolee sadaka. Wapo katika hali ngumu kwenye maisha ya barzakhi huko ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo hii ni tauhidi, inapatikana katika surati al-Fatiha katika mlango wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndugu zangu katika imani, huu ulikuwa ni mlango wa kukumbushana. Kwa hiyo ibada kama ibada tuwe tunafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukitaka msaada tuwe tunakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya machache tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada, na Allah atufishe tukiwa ndani ya ibada. Allah tabaraka wa ta'ala atufufue siku ya kiyama tukiwa katika kundi la wafanya ibada. Kwa haya machache ninasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey